tangu juma lililopita kulikuwa kuna taarifa nzito kuhusu kesi ya mauaji ile ya waziri wa kwanza wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Patrice Emery Lumumba aliyeuawa mwaka 1961. Ndiyo. Kesi ambayo bado inaendelea kuumiza historia ya Afrika. Na juma hili tunarudi tena katika familia ya Lumumba. Safari hii kwa taarifa ya huzuni kidogo kufuatia kifo cha mtoto wake, mtoto wa mwisho wa Lumumba, Roland, kama ulivyozungumza hapo, aliyefariki Jumanne ya kule Kinshasa akiwa na umri wa miaka 67. Hii ndio tulikuwa sasa tukiimba tangu asubuhi kwamba tutaiangazia familia hii kwa kina, na tutamwalika hapa kamarada Baron Muhuza, mchambuzi wa siasa za Afrika kuja kutupitisha. Na pia nadhani unakumbuka hata katika mashindano ya AFCON jina la Lumumba tena liliibuka tena. Kwa hiyo unaona kama kuna mwendelezo fulani hivi. Kamarada, karibu sana. Asanteni sana. Ni kweli kwamba hatukuulizi chochote sasa, unakwenda tu moja kwa moja. Nilikuwa nasema hiyo kwamba ni kwenye AFCON, nataka kugusia kidogo kwenye AFCON. Hapana. Nitaka kusema tu kwamba Lumumba nitaka kukubali kwamba ni kweli Lumumba amesemwa sana, na hata hivi karibuni kwa maana ya kumtaja Lumumba yule wa kwenye AFCON. Yule Lumumba kwenye AFCON ni mtu aliyejitoa tu kuamua na yeye kumuenzi Lumumba, akisimama namna hii anaweka mkono wake. Ile ilikuwa ni salamu ya kawaida ya Lumumba. Na hata pale Kinshasa kwenye ile mausoleum ile tunasema kumbukumbu ile mahali ambapo kaburi, mausoleum, acha museum ni makumbusho na nini, kuna mausoleum kabisa. Mausoleum ni lile jengo ambako kaburi inawekwa ya mtu mashuhuri. Kuna kaburi yake inapowekwa wanaita mausoleum. Sio museum. Museum ni kitu kingine, na kuna elo hapo ni kitu kingine. Kuna elo hapo nasikia. Yes, mausoleum ambayo ya Lumumba ambamo kumezikwa jino lake. So jino ndo lilipatikana. Kwa hiyo ile sanamu yake pale juu ya lile mausoleum, lile jengo la kaburi, ndo yuko picha yake, sio picha, sanamu ya Lumumba alikuwa akisalimia, anafanya tu hivi, anaweka mkono wake hivi, hamjambo, anauliza hamjambo. Alikuwa anazungumza Kiswahili pia. Alizungumza miongoni mwa lugha alizokuwa anaweza kuzungumza, na Kiswahili kilikuwemo. Naam, msikilizaji, huyo ni mchambuzi wa masuala ya Afrika kamarada Baron Muhuza, na historia ya Afrika na majina ambayo hayawezi kufutika, na mojawapo ni hili la Lumumba. Na leo kama tulivyokujuza, tunazungumza sio tu kuhusu kifo chake, bali juu ya kizazi chake chote na kuweza kumfahamu zaidi. Na moja kwa moja sasa tumeona mzuko umeshaanza kupanda, ama yule mwenyewe alisema tategemea na mudi yake, na nadhani tayari sasa tumeshaipandisha mudi ya mchambuzi wetu. Moja kwa moja tuanze kumpa kile ambacho tunataka kukipata kutoka kwake. Zanab. Naam. Naona kifo hiki kimekuwa cha ghafla sana, maana wiki iliyopita tu alikuwa Ubelgiji kusimamia kesi ya watuhumiwa wa mauaji ya baba yake. Kimemkuta nini hasa? Kifo, swali lako Zanab, ni kama vile unashangaa kifo. Kifo kinatokea tu. Baada ya muda mfupi huyu mnemohoji hapo ukija ukaambia bwana amefariki, unasema si alikuwa anaongea redioni sasa hivi tu. Mtu atasema ghafla sana. Ndio hivyo. Kifo ni kitu cha ghafla, hata kwa mgonjwa anaumwa hoi, lakini ni vile tu mna matumaini mgonjwa akiumwa basi ndo anakufa. Ni kweli kwamba Roland ni profesa huyu, kwanza ieleweke hivyo, ni profesa. Profesa Roland amefariki ghafla kabisa, ni ghafla, na hakuwa mgonjwa vile, kwa sababu tu kifo hakikosi sababu. Japokuwa msiba wake ama kifo chake hakijapewa nisemeje, uzito hivyo kuzungumzwa sana. Ni kama vile si mtu wa muhimu amefariki, lakini huyu ndio mtu pekee aliyebaki akiwa anapiga kelele nyingi ama kusema sana kuhusu masuala
ya kung'ang'ania wale watuhumiwa wa kuuawa kwa baba yake, wa kifo cha baba yake Patrice Emery Lumumba mwenyewe wapatikane na wafikishwe mbele ya sheria. Na amekuwa mbunge huyu siku nyingi, alikuwa mbunge miaka kama 10 hivi wakati ule wa Kabila. Na Kabila yupi sasa? Kabila mdogo. Kabila mdogo. Yes, Kabila baba. Ila dada yake alikuwa mbunge na waziri kwenye serikali ya Kabila mkubwa na Kabila mtoto. Miaka ile Juliana Lumumba. Na huyu Juliana, dada yao huyu mkubwa, ndiye alikuwa waziri wa utalii, sanaa, michezo na burudani, mambo ya nini wanaita entertainment. Kulikuwa kuna neno wanatumia kama mambo ya utamaduni, ya nini au utamaduni hasa, wana neno imenitoka kidogo, samahani kwa msikilizaji wetu. Juliana Lumumba ndiye wakati amefariki mwanamuziki mkubwa Joseph Kabasele Mpanya Pepe Kale Novemba mwaka 1998. Yeye ndio alikuwa waziri wakati huo, ndio aliyetangaza kifo cha Pepe Kale. Kwa hiyo tutarudi kwa kina Juliana. Nilikuwa nakupa tu kwamba yeye huyu ndio alikuwa akipiga kelele zaidi, mwanasiasa na nini, lakini kifo chake kimekuwa cha kimya kimya. Hapa sehemu kitu sana, mpaka hapa nimefanya jitihada kubwa kweli kweli kupata kujua tu hata kwamba chanzo kinaweza kisijulikane sana, kwa sababu kifo cha mtu ni mpaka madaktari waseme, lakini angalau basi atazikwa lini, atazikwa wapi, bado imekuwa shida. Nimewasiliana na jamaa zangu hivi Kinshasa, wanasema kweli msiba upo, jamaa amefariki, lakini matumaini kwamba atazikwa kule alikozikwa mama yake, pengine ni eneo la Kinshasa huko, lakini ni kusema ambako alizikwa, wataweza wakamzika maeneo ya karibu na huko alikozikwa mama yake labda, au kwenye hiyo kaburi ya baba yao ilikozikwa jino tu labda pengine, lakini hawajajua. Ni vitu bado, sababu ile familia yenyewe imekuwa kama imeparanganyika hivi lakini na hapo ndo nataka tufike. Tutamwangalia Roland kwa ujumla wake, hii familia, lakini kama unaweza kutupitisha kama rada, Lumumba mwenyewe alikuwa na watoto wangapi? Wameishi vipi? Kwa sababu naona kwa hizi zote ambazo wamejaribu kutuelezea, naona ni kama kwa kiasi ni kama kuna kitu hatupati. Kwa nini hawana muunganiko wa kama hivyo, kama wameparanganyika? Alafu tutakuja kumwangalia Roland mwenyewe alikuwa ni mtu aina gani, lakini kwa ufupi tu tuambie ilikuwa ni tuanze na Roland mwenyewe alikuwa mtu wa namna gani kama hivyo nimesema. Roland alikuwa mtoto wa 3 katika familia ya Lumumba kwa mama yao. Unajua Lumumba, ndio nitalizungumza Roland, nitachanganya tuseme familia yote, ukienda huko unajikuta unagusa hiki unagusa hiki. Lumumba alizaa watoto 5. Sawa. Awali kwanza alioa mara 3. Alioa mwaka 1945 kwa mara ya kwanza. Alimwoa mama mmoja akiitwa Henriette Maletua, lakini wakatengana mwaka 47. Mwaka huo miaka 2 tu hivi. Na mwaka huo alipomwacha tu akaoa mwanamke mwingine akaitwa Hortense Sambosia. Huyu wakakaa naye miaka kama 3, kwa sababu ilikuwa 47 yeye mpaka mwaka 51. Alivyoachana naye na hakuzaa nao wanawake kabisa. Hakuzaa nao kabisa. Akamuoa sasa Pauline Opango. Pauline Opango ndio mkewe aliyezaa naye watoto 4 akiwemo Roland. Alizaliwa Roland ambaye alizaliwa mwaka 58. Kufikia juzi hivi alivyofariki, amefariki na miaka 67. Akazaliwa Guy Patrice, anaitwa hivyo Guy Patrice. Huyu alizaliwa 61, ndo wa mwisho kuzaliwa huyu. Alafu kulikuwa na Juliana mwenyewe, huyu ambaye alikuwa waziri sasa. Na mwingine alizaliwa tu na kufariki, Marie Christine.
Marie Christine alizaliwa mwaka 60 na akafariki hapo. Alizaliwa akiwa pungufu ya siku, tunasema njiti. Alizaliwa njiti, akafariki kama siku chache tu baadaye akafariki. Hakutimiza hata wiki moja, siku 2-3 akafariki. Kwa hiyo walizaliwa hao, lakini kabla Lumumba hajamuoa huyu mama watoto wake Pauline Opango mwaka 51, mwaka 50 alikutana na mama mwingine akiitwa Pauline Key. Huyu Pauline Key alivyokutana naye akawa rafiki yake tu, na aliendelea naye kuwa rafiki yake kwa muda wote, pamoja na kwamba ana mke. Na hii ilikuwa moja kati ya lawama kutoka kwenye familia yake, huko kimlaumu unaishije na mwanamke mwingine na nini, lakini alikuwa na mwanamke mwingine ambaye alizaa naye mtoto akiitwa Francois Lumumba. Huyu ndio mtoto mkubwa kabisa wa Lumumba. Kwa huyu ndio mtoto wake wa kwanza, lakini ni nje ya ndoa. Mama yake wala hazungumzwi sana, lakini alikuwepo, aliitwa Pauline Key, na baadaye alizaliwa mwaka 51, mwaka ambao yeye alifunga ndoa na huyu mke mama watoto wake, ambaye pia isivyo bahati Pauline Opango, mama wa watoto wote wa Lumumba, kwa maana ya mkewe, pia alifariki mwaka 2014 na msiba wake. Na yeye huyu mama alikuwa maarufu sana, alikuwa anachukuliwa kama mama wa taifa mara baada ya Mobutu kuondoka mamlakani, kwa sababu baada ya Mobutu kuchukua mamlaka alishiriki kwenye mauaji ya Lumumba ili mwaka 61, na kitendo kile akawa amedhibiti mambo yote. Mkewe sasa mama Yemo na mama yake ndio alikuwa mama Yemo, na mkewe yeye Mobutu na ndio alionekana kama mama wa taifa, mambo kama hayo. Lakini alivyoondoka mamlakani, huyu mke wa Lumumba akaanza kuchukuliwa kama mama wa taifa, wanamzungumza hivyo, na msiba wake ulikuwa msiba wa kitaifa kabisa, na alizikwa kwenye msiba ambao viongozi wa kiserikali wote walishiriki. Kwa hiyo tukirudi kwa hawa watoto, hawa waliishi pale wakati ule alivyouawa baba yao ile mwaka 61 mwezi Januari kama hivi. Familia ile ikachukua ikafichwa kwenye kambi moja ya wakimbizi, ikahifadhiwa mahali, na baada ya muda wakachukuliwa Umoja wa Mataifa, wakawachukua kwa ombi la rais wa pili wa Misri, ambaye Gamal Abdel Nasser aliomba achukue familia, akaenda nao, wakapelekwa Misri, akaenda kuwatunza kwa muda, kwa hifadhi, kwa maana ya kuwalinda wale wasije wakajikuta kwenye matatizo mengine. Kwa alikaa nao pamoja na yule Francois aliwachukua wote, na yule Francois alichukuliwa na yeye, na wakaondoka na mama yao Pauline Opango, wakaenda wakakaa kule. Baada ya muda mwaka 67, sio miaka kama 6 baadaye hivi, Mobutu akaomba wale warudi, aliwahakikishia usalama, warudi kwenye nchi yao, kwamba yeye hakushirikishwi na vitu gani walivyorudi. Lakini baadaye ikaonekana kwamba bado kuna mazingira hayaridhishi hivi, wakachukuliwa wale, wakaenda Ubelgiji, wakaenda Ufaransa, walikuwa kama wakitangatanga hivi. Mwishowe mwaka 1997 baada ya Mobutu kuondolewa mamlakani, wale wote walirudi. Wakarudi nchini Kongo, wakaishi Kinshasa, wakawa wanaendelea na maisha yao. Wengine wakaanza kupata kazi, kama Juliana akapewa na uwaziri kabisa. Na wengine wote watoto wa Mobutu wa huyu Lumumba wote ni wanasiasa, wote waliingia kwenye siasa, mpaka Francois wote. Francois naye pia alifanya siasa, wote hao walifanya siasa. Lakini ndio hivyo tena, mambo yaliishia hapo. Sasa swali letu lilikuwa na kipengele chingine. Tuambie kidogo kuhusu Roland na maisha yake. Alikuwa mtu aliyejitoa kurithi maisha ya baba yake. Ndio mtu ambaye alikuwa kama nembo ya baba yake hasa, ya Lumumba mwenyewe. Na huyu ndio yule aliyesema ile maneno ambayo wengi wameanukunukua hapa katikati. Kwa hii kesi sasa ni yani wanataka kulipa kisasi, wala akasema hapana, sisi tunataka tu historia iandikwe katika uhalisia wake, kwamba baba yetu aliuawa namna gani, na kina nani walimuua, na walioshiriki wote kutengeneza huo mpango wa kumuua. Iliitwa Operation Barracuda. Yani kuuawa kwa Lumumba, ile operation iliitwa Operation Barracuda. Iliratibiwa na Marekani na CIA na kwa kushirikiana na utawala wa Ubelgiji, mfalme wa Ubelgiji, pamoja
na aliyekuwa mkuu wa majeshi wa Kongo huyu Mobutu Sese Seko. Kwa hiyo huyo aliamua kutafuta ukweli na alisema hatulipi kisasi na wala hatuna shida na mtu yeyote, na ndiye aliyeng'ang'ania kusema kwamba lazima tuna kumbukumbu kwamba, unajua walijuaje kwamba kuna mabaki ya mwili wa baba yao? Siku moja kwenye television pale Ubelgiji alionyeshwa askari mmoja yule Swete, ambaye ndiye aliyekuwa miongoni mwa waliosimamia mauaji ya Lumumba. Kwa hiyo alichukua kidole, akachukua na meno mawili matatu hivi, akachukua kama kumbukumbu ya mateso aliyoyafanya kwa Lumumba. Kwa hiyo alivyorudi kwa Ubelgiji akaondoka naye, alikuwa alihifadhi tu. Kwani kamarada, kwa faida ya msikilizaji na mimi pia, baada ya kuuawa kwake nini kilitokea mpaka mabaki hayo? Mwili wake ule ulizikwa, ulichomwa, ilikuwaje mpaka kukawa hakuna hayo mabaki na katokea sasa huyo alikuwa ndo akachukua jino na kidole? Sawa, Lumumba alikamatwa akiwa njiani baada ya kupata taarifa kwamba anatafutwa ili auawe. Alivyojua hiyo, alikuwa anatoka Kisangani, Stanleyville wakati huo mji unaitwa, anataka kukimbilia kwenda Kinshasa kwenye kuangalia namna gani anaweza akasalimika, sababu alikuwa ni waziri mkuu, kumbuke hivyo, lakini alifukuzwa kazi wakati huo na Rais Joseph Kasavubu, lakini naye aligoma kufukuzwa kazi. Kwa hiyo akiwa njiani akakamatwa, akapelekwa Kinshasa, huko alikuwa anakimbilia, akawekwa rumande. Mashauriano makali yakaendelea, ikaonekana kwa sababu huyu hapa ni mahala panaweza kuwa salama kwake, wakampeleka Elizabethville. Hiyo ni Lubumbashi huko Katanga, jimbo la Katanga, kusini mwa nchi kule ambako ndo kuna mji wa Lubumbashi. Na kule alipelekwa kwa sababu kulikuwa na wabaya wake pia waliokuwa wakishindana, wana mpango wa kujitenga kutoka Kongo, lakini wakataka wamhifadhi, wamfiche kule. Kwa hiyo alivyopelekwa kule walipigwa risasi. Kabla ya kukatwa alipigwa risasi yeye na wasaidizi wake wawili, alipigwa risasi. Walivyodondoka maiti yake yeye, wakawa hofu, hivi huyu tutamzika wapi? Kuna siku watamtafuta, itakuja kuonekana, itakuwa balaa, kwa sababu ni mauaji ya siri yalifanyika. Wakapata wazo kwamba huyu ni kukatakata viungo, tumtumbukize kwenye asidi, atayeyuka na hakuna kitachopatikana tena. Kwa hiyo ndicho walichokifanya. Kwa hiyo hakukuwa mahala kuna mwili wake umezikwa. Kwa hiyo wakati wa kumtumbukiza mwili mzima, ilibidi kukatakata vipande, kwa sababu ilikuwa ni sehemu pipa dogo tu la kutumbukiza, mwili hauwezi kuingia kwenye acid. Ikabidi wakatekate mwili wake vipande. Yule Swete, askari wa Kibelgiji, akaamua kuchukua kidole na meno mawili matatu kama sehemu ya kumbukumbu yake yeye ya hifadhi ya mtu aliyemchukia. Kwa hiyo na akakaa nayo mpaka siku aliporudi kwa Ubelgiji, akakaa nayo akayahifadhi, bila serikali yake kujua, kama hakuna alikuwa anajua. Siku moja miaka ya 2000, ilikuwa ni mwaka 2000 hasa, akawa ameamua kufanya hiyo confession. Akatoka kwenye television anahojiwa na akasema, mimi nilibaki na baadhi ya vitu na nini. Ilivyoelezwa hivyo ndo watu wakaja juu kuchachamaa, haiwezekani, ilikuwa kuwaje na nini. Kuuliza kusema kidole kilishapotea sio na nini, jino lilibaki moja, leta. Jamani. Serikali ya Ubelgiji kahifadhi ile, ni jino la dhahabu, na jino la dhahabu. Kuna watu wanaweka nini kama kuna alikuwa nalo Lumumba. Kwa hiyo ikahifadhiwa, na ni gego, sio meno ya mbele, gego ya huku hivi kubwa hivi kidogo. Kwa hiyo jino likachukuliwa likahifadhiwa. Watoto wa Lumumba sasa, hawa kina Roland, kina Juliana na ndugu zao wengine, hawa wakubwa wote walikuwepo. Hata mpaka juzi kule kwenye kesi walikuwepo. Hii ya juzi hapa alikwenda Juliana, Roland na kaka yao mkubwa huyo Francois. Huyo Francois kimwona ndio ile kama mzee hivi. Juliana ndio ile dada, bado anajitunza vizuri. Kwa hiyo jino lika harakati zikaanza, na mwaka 2000 anajitunza vizuri. Na umeelewa kidogo. Mwaka 2022 lile jino likarudishwa Kinshasa. Na ilifanyika siti sherehe, bali nisemeje, shughuli ya maziko rasmi. Ikatengenezwa jeneza kuanzia pale
Brussels. Jeneza likawekwa hilo jina tu, lakini ndio jeneza likawekwa na bendera ya Kongo, likasafirishwa na familia yake na maafisa wa serikali mpaka Kinshasa. Watu wakawekwa pale tarehe 30 Juni, tarehe ya siku ya uhuru wa Kongo DRC, ndio ule mwili wake ukazikwa. Lakini ajabu na kweli, mwaka juzi Novemba 2014 kuna watu walienda kufukua ile kaburi bwana. Wakafukua walifukua pale, wakakamatwa, baadaye ikawa ikaweka na nini, basi pakajengwa tena upya. Mambo yarudi kama zamani. Mambo yamekwisha. Kwa hiyo kwa kifupi sana ni kwamba hii familia wapo wamebaki hao wachache, watoto tu, lakini waliishi maisha hayo ya shida. Baadaye wakaingia kwenye siasa. Huyu Guy Patrice aligombea urais 2016 kule Kongo. Yes. Huyu kakayo mkubwa pia aliwahi kutaka kugombea urais, wakamshauri kwamba wewe achana na mambo ya siasa, na akaviacha. Kwa hiyo wanaendelea, lakini sasa wanaendelea na maisha yao. Huyu Francois, huyu mkubwa huyu aliamua baada ya masomo yake, alisoma Ufaransa na Misri, akarudi kuja kukifufua kile chama cha baba yake, MNC. Nikisema MNC ni MNC, ile movement ni Mouvement National de Congo. Kwa hiyo au National Movement of Congo. Sasa alikizindua, kimeendaenda, akina yumba, akina afya. Yeye mwenyewe hakuwa mwanasiasa yule sawasawa kama alivyokuwa baba yao, kwa hiyo kilishindikana. Kwa hiyo kupata ushawishi. Kwa hiyo ni wanasiasa wamebaki hivyo. Serikali hii ya rais huyu wa sasa anawaenzi sana na kuwajali. Sawa, hilo ni jambo la heri sana. Na hata Kabila, kwa sababu ndio aliwapata waziri yule Juliana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika pitapita zako maziko hayajasemwa mpaka leo kabisa. Takuwa ni Ubelgiji, itakuwa ni hapo Kinshasa, si wako hapo, lakini ndo hajasema, lakini ndo bado haijajulikana. Bado. Na mwenyewe amekwambia anaulizia sana, ila ni kama kwa familia labda inataka huenda watampeleka kwenye makaburi yale necropolis. Kuna makaburi yanaitwa necropolis yako jirani na Kinshasa kwenyewe, hapo Kinshasa, nje kidogo ya mji, ambako alizikwa mama yao mwaka 2014. Panaitwa Nsele, eneo moja la Nsele. Kwa hiyo uwezekano mkubwa ni wa kuzikwa pale pengine, kwa sababu ni makaburi ambayo wanaona kama pengine ni kama wanaweza kaona kama ya kifamilia, japo kwa baba yao kazikwa sehemu ya kipekee, kwa sababu kuna maeneo maalum ya mashujaa ndio alikozikwa. Sawa. Haya, mambo hayo naamini kabisa msikilizaji amefahamu. Unajua wakati mwingine unafanya kitu wewe mwenyewe unapata faida. Kwanza mimi alafu ndo nimzungumzie msikilizaji. Tusikiliza huko. Ndio. Tunajua tukitoka hapa tunakwenda ofisini kwake, tunaenda kuuliza mengineo yalosalia kwenye taarifa. Patrice Emery Lumumba alioa mara 3 na mara moja na akawa na bibi mmoja wa kando ambaye ndio huyo alimzalia mtoto wake mkubwa. Aliitwa Pauline Key, na baadaye akamoa mwanamke mwingine akaitwa Pauline, na yeye vile Pauline Opango ama Pauline Lumumba. Huyu Pauline Lumumba, huyu mama yao na hawa watoto yani mke wake rasmi huyu, ambaye alikaa miaka 50 na ngapi sijui kama nani mnaita nini, mjane. Huyu mama baada ya kifo cha mumewe. Unajua Lumumba, kitu kimoja ambacho labda sikuwa nimekisema au wengi pia hawakifahamu, alivyouawa pale ambapo nilikuwa nasema baada ya kukatakatwa, taarifa ilifichwa kabisa. Ilibaki inajulikana tu kakamatwa. Kwa hiyo hakuna aliyejua kama kafa mpaka mwezi Machi 1960, yani miezi miwili baadaye ndio ikajulikana sasa. Tena sio kwa taarifa rasmi kwamba kuna fununu kwamba Lumumba atakuwa kauawa au amekufa. Mbona hataijuli, mbona isemwi yuko jela gani au ni nini? Ndio baadaye ikatoka fununu zao Wabelgiji wanatoa kama dokezo hivi kidogo. Unajua ni kama aliuawa, walipigwa risasi na hivi, ndio habari zikaenea. Mkewe huyu mama sasa akafanya maandamano, akahamasisha maandamano, akitembea kifua wazi kwenye mitaa ya Kinshasa. Kifua wazi, watoto wake ni wadogo, na hizo harakati za maandamano na mgomo waliokuwa wameitisha ndio ukasababisha Umoja wa Mataifa
kumchukua yeye na watoto wake kuwahifadhi, kwa sababu ilionekana wanaweza wakafanyiwa vitu vibaya. Naam, wakahifadhiwa na Rais Gamal Abdel Nasser wa Misri, akamwambia nileteni mimi familia ni watunze. Kwa hiyo tayari sana. Naam. Hayo ndo maisha. Kwanza tunakushukuru. Asanteni. Tunakushukuru sana. Tunashukuru. Utatujuza kama ukipata taarifa za maziko yake, basi utatujuza nasi. Tutakualika tena utupe dondoo 2-3 shehe wangu. Haya msikilizaji, mambo ni mazuri kabisa. Umemsikia hapo mchambuzi wa siasa za Afrika Barwan Muhuza. Tumezungumza naye kuhusiana na kifo cha Roland Lumumba. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.